Ukisikia mwamba, basi huu ndio mwamba usiotikiswa. Hili ni swali lisiokuwa na jawabu. Hii ni hesabu isiyokuwa na kikokotoo, na haya ni majira yasiyofahamika kama ni kiangazi ama ni masika. Dunia ya soka ina hadithi nyingi sana za mafanikio, lakini hakuna hata moja inayoweza kufanana na hadithi ya Zlatan Ibrahimovic. Hii ni hadithi ya mwanaume aliyepambana na umasikini, ubaguzi na maisha magumu kwa nguvu zake zote, akiongozwa na ujasiri wake kama simba mawindoni na kiburi kama chafaru mbugani. Huyu hakuhitaji kusifiwa ili kujua kama yeye ni bora. Hakuhitaji tuzo ili kutambua ukubwa wake. Hakuyahitaji majarida makubwa ya michezo yamwandike ili kupata heshima yake. Hakuhitaji komenti za mitandaoni au maandishi ya waandishi wa habari. Aliutambua ukubwa wake, uwezo wake na talanta yake yeye mwenyewe, na kuufanya ulimwengu uamini katika yeye. Zlatan Ibrahimovic alizaliwa Oktoba 3 mwaka 1981 pale Marumo, Sweden. Akiwa na asili ya Kibosnia na Kikroatia, asili yake hii ilichangia sana tabia yake ya kujitegemea na kutotetereka. Utoto wake ulikuwa mchungu kweli, akilelewa katika mitaa ya Rozhkovy, mtaa uliokuwa na changamoto nyingi za kijamii na kiuchumi. Hapa Zlatan alipambana na ubaguzi, umaskini na uhalifu mdogo, lakini badala ya kuvunjika moyo, mazingira haya yalimfundisha ugumu wa maisha na kukuza tabia yake ya kujiamini kupita kiasi, ambayo baadaye ilimsaidia sana kwenye gemu yake ya mpira na kwenye maisha kwa ujumla. Kwa nini tunasema Rozhkovy ilichangia sana kumtengeneza Zlatan? Rozhkovy ni kitongoji kilichojengwa kuanzia miaka 1960 huko Marumo, Sweden, kikiwa na lengo la kutoa makazi ya kisasa. Lakini kwa bahati mbaya, kwa miaka mingi kimekuwa na changamoto nyingi, huku wakazi wake wakiwa ni watu wenye uchumi wa chini, na hapo ndipo Zlatan alipozaliwa na kukulia. Rozhkovy imejaa wakazi wenye asili ya uhamiaji, hasa kutoka Balkan, Mashariki ya Kati na nchi nyingine. Familia ya Zlatan ilikuwa sehemu ya jamii hii, baba yake akitoka Bosnia na mama yake akitokea Croatia. Kuwa mtoto wa wahamiaji katika mitaa hiyo ilimpelekea Zlatan kukabiliana na ubaguzi wa kimfumo na kijamii. Vijana kama Zlatan mara nyingi walihisi kuwa wanatengwa na hawakukubalika kikamilifu na jamii kubwa ya Wasweden. Wakati wa utoto wa Zlatan, Rozhkovy ilikuwa ni eneo lenye viwango vya juu vya umaskini na ukosefu wa ajira. Hii ilisababisha kuwepo na uhalifu mdogo mdogo kama vile wizi wa baiskeli, ambayo Zlatan mwenyewe amekiri kuwa aliwahi kushiriki, ikiwa ni moja kati ya njia yake ya kujitafutia mahitaji yake ya muhimu kama chakula na mavazi. Kwenye baadhi ya mahojiano na waandishi wa habari, Zlatan aliwahi kusema, kama nisingekuwa mchezaji wa mpira, basi ningekuwa mhalifu. Kwa bahati nzuri nilichagua mpira na sasa naiba mabao badala ya baskeli. Kauli hii ilionyesha jinsi Rozhkovy ilivyokuwa shule yake ya kwanza ya maisha, ikimfundisha kuthubutu na kuvunja sheria kwa ajili ya kupambania ndoto zake. Tofauti na maeneo mengine ya Marumo, Rozhkovy haikuwa na miundombinu bora au fursa nyingi kwa vijana. Hii ilimaanisha kwamba vijana wengi walipaswa kujitengenezea fursa zao wenyewe. Kwa Zlatan, mpira wa miguu ulikuwa ndo njia pekee ya kujinasua kutoka kwenye mazingira hayo magumu. Alianza kupiga boli kwenye timu za vijana za mitaani kama Marumo B na FBK Balkan, ambako tayari alianza kuonyesha ishara ya kuwa mchezaji wa tofauti. Hata hivyo, alikumbana na changamoto za utovu wa nidhamu, jambo ambalo lilimpelekea afukuzwe kwenye baadhi ya timu. Lakini kipaji chake kilimbeba. Hatimaye alijiunga na klabu kubwa zaidi ya mji, Marumo FF, mwaka 1996. Hapa ndipo kipaji chake cha ajabu kilianza kung'ara rasmi, na kwa haraka akawa ruru adimu iliyowindwa na klabu kubwa nyingi barani Ulaya. Mnamo mwaka 2000, wakati Arsene Wenger wa Arsenal alipomwomba afanye majaribio huko London, Zlatan alitoa jibu ambalo liliwashangaza watu wengi kwa uthubutu wake. Zlatan alimjibu Wenger, Zlatan afanye majaribio. Wewe unanijua mimi ni nani? Unajua unamnunua nani? Nina kipaji ambacho wengine hawajawahi kukiota. Kama unanitaka nichukue, kama unitaki acha.
Kauli hii ambayo bado inazungumzwa hadi leo, ikionyesha tangu mwanzo uthubutu wake na hali ya kujiamini, akionyesha kama mchezaji asiyetetereka ambaye hakuhitaji uthibitisho kutoka kwa mtu yeyote. Mwaka 2001 safari yake ya kimataifa ilianza rasmi aliposajiliwa na Ajax ya Uholanzi kwa ada ya euro milioni 7.8. Safari ya Zlatan kwenye soka imekuwa ya kipekee kweli, ikiwa imejaa na uhamisho wa kuvutia, matukio ya kukumbukwa na mafanikio mengi. Amecheza kwenye timu kubwa na kubeba mataji mengi kwenye ligi tofauti barani Ulaya, akizoea mazingira tofauti na kuendelea kung'ara. Baada ya Ajax alihamia Juventus ya Italy mwaka 2004 ambapo alichukua nafasi ya Davis Trezeguet na haraka akawa mchezaji muhimu. Alionyesha uwezo wa ajabu wa kufunga mabao na kutoa asisti kwa wenzake, akionyesha mchanganyiko wa nguvu, ufundi na akili. Hata hivyo, Juventus walikabiliana na kashfa ya Calciopoli iliyosababisha kushushwa kwa daraja, na Zlatan akahamia kwa wapinzani wao Inter Milani mwaka 2006. Hapa aliendelea kung'ara na kubeba mataji kibao ya Serie A, akijitambulisha kuwa mmoja wa washambuliaji bora duniani. Baadaye alijiunga na FC Barcelona ya Hispania mwaka 2009 katika uhamisho mkubwa uliomhusisha Samuel Eto'o kwenda Inter Milani. Hata hivyo, uhusiano wake na kocha Pep Guardiola uliharibika vibaya na Zlatan hakupata nafasi ya kucheza kama alivyotaka. Akahisi kutoheshimiwa kwa kuwekwa benchi. Hisia zake hizo za kukosa heshima zilitokana moja kwa moja na malezi yake ya Rosgat, ambapo alijifunza kujithamini na kutokubali kukandamizwa. Alieleza hisia zake kuhusu hali hiyo kwa maneno makali yaliyoonyeshwa kukera kwake. Guardiola alinunua Ferrari lakini akaliendesha kama Fiat. Alinifanya nijisikie kama gari bovu wakati mimi ninaweza kukimbia kama upepo na kuwaachia wengine vumbi. Yeye hakuwa na ujasiri wa kuniambia ukweli usoni. Hakujua alikuwa na nani. Kauli hii ilionyesha kutoridhika kwake na jinsi alivyotumiwa na kocha huyo, akisisitiza kuwa uwezo wake ulikuwa umefichwa na haukupewa uhuru anaostahili. Alirejea Italia na kujiunga na AC Milan mwanzoni kwa mkopo na baadaye akasajiliwa kabisa mwaka 2010. Akirejesha kiwango chake cha juu kabisa na kuwasaidia Milani kushinda Serie A. Kufuatia mafanikio yake hayo na AC Milan, alihamia Paris Saint-Germain PSG ya Ufaransa mwaka 2012 ambapo alikuwa nembo ya klabu hiyo na kuipeleka kwenye viwango vya juu vya soka la Ulaya, huko PSG akijizolea umaarufu mkubwa na kuwa mfalme asiyepingika na Wafaransa, akifunga mabao mengi ya kihistoria na kuacha alama isiyofutika. Baada ya miaka minne ya mafanikio makubwa huko Paris, Zlatan aliamua kujiunga na Manchester United ya Uingereza mwaka 2016, akionyesha kuwa umri wake si kikwazo cha ubora wake na kwamba bado anaweza kucheza ligi ngumu kama English Premier League. Hata kabla ya kuanza kucheza mechi, ujio wake uliambatana na maneno ya kujiamini kupita kiasi. Sitakuwa mfalme wa Manchester, nitakuwa Mungu wa Manchester. Hata wewe unalijua hilo. Nimekuja kuleta mafanikio na kuwafanya watu waniabudu. Wajiandae kunipokea Zlatan. Aliyaeleza hayo wakati anajiunga na Manchester United. Lakini kwa bahati mbaya, majeraha makubwa ya goti yalianza kumsumbua alipokuwa Manchester United. Lakini bado alijaribu kurejea uwanjani. Hata hivyo, alihamia katika klabu ya LA Galaxy ya Marekani mwaka 2018 ambapo alishangaza wengi kwa mabao yake ya kushangaza. Aliendeleza tabia yake ya kuwashangaza mashabiki kwa maneno yake ya kujigamba. Nimekuja, nikaona, nikashinda. Mpira wa miguu ndio game rahisi na mimi ndiye mfalme wake. Hata hapa Marekani, Zlatan ndiye bosi. Aliyatoa maneno hayo alipokuwa kwenye klabu ya LA Galaxy ya Marekani. Hatimaye alirejea AC Milan kwa mara ya pili mwaka 2020, akimalizia taaluma yake ya soka akiwa na klabu anayoipenda. Hata katika umri huo mkubwa, bado alikuwa na mchango mkubwa na kuisaidia Milan kushinda Serie A tena. Alipostaafu alitoa hotuba yenye hisia kali ikionyesha mapenzi yake kwenye mpira na klabu ya AC Milan. Alibubujikwa na machozi hadharani, na hii ni nukuu ya muhimu
kutoka kwenye hotuba yake hiyo aliyoitoa San Siro katika uwanja wa nyumbani wa AC Milan mnamo Juni 2023. Na nukuu, "Kuna kumbukumbu nyingi na hisia nyingi ndani ya uwanja huu. Mara ya kwanza nilipofika, mlinipa furaha. Mara ya pili, mlinipa upendo. Ninataka kuishukuru familia yangu na wale wote waliokuwa karibu nami kwa subira yao. Ninataka kuishukuru familia yangu ya pili, wachezaji, kocha na wafanyakazi wake kwa majukumu walonipa. Ninataka kuwashukuru wakurugenzi kwa fursa walizonipa. Mwisho kabisa, kutoka moyoni mwangu, ninataka kuwashukuru nyinyi mashabiki mlionikaribisha kwa mikono miwili, na nitakuwa Milanista maisha yangu yote." Ni wakati wa kusema kwa heri kwa mpira wa miguu, lakini si kwako. Ni ngumu sana, akimaliza kwa maneno ya msisitizo, "Forza Milani" na kwa heri. Maneno haya yalionyesha jinsi gani alivyowathamini mashabiki wa AC Milan na klabu yenyewe. Zlatan anajulikana kwa matukio yake ya kuvutia ndani na nje ya uwanja, ambayo yanamfanya kuwa mchezaji wa kipekee na asiyeweza kutabirika. Tukianza na matukio yake ya ndani ya uwanja, Zlatan anajulikana kwa mabao yake ya kipekee ya kuvutia kama vile bao la Scorpion Kick dhidi ya Uingereza na bao la Bicycle Kick la umbali mrefu dhidi ya Uingereza ambalo lilimpa tuzo ya Puskas. Mabao haya yalionyesha ubunifu wake usiokuwa na mipaka, unaotokana na ule uhuru wake wa kuchezea mpira. Uwezo wake wa kufunga mabao kwa njia mbalimbali, ikiwemo kutumia visigino na kufunga kutoka pande ngumu, ni wa ajabu na hauelezeki. Mashabiki walikuwa wakisubiria kwa hamu kumuona Zlatan akifanya kitu cha ajabu kila mara alipokuwa uwanjani, wakijua hawezi kuwaangusha. Kujiamini kupita kiasi, huo ndio utambulisho wake mkuu uliopigwa msasa kutoka Losgard, maeneo yake ya kujigamba. Licha ya haiba yake ya kujigamba, Zlatan amekuwa kiongozi muhimu kwenye timu zote alizozichezea. Alitumia uzoefu wake na uwezo wake kuwapa moyo wachezaji wenzake na kuwahimiza kufanya vizuri zaidi. Mara nyingi amekuwa akitazama kama baba na wakati mwingine kama kaka mkubwa kwenye vyumba vya kubadilishia nguo. Hebu sasa tuyaangazie maisha yake ya nje ya uwanja. Zlatan ameandika vitabu viwili vya wasifu, cha kwanza kikiwa na jina la I am Zlatan Ibrahimovic, kwa maana ya kwamba mimi ni Zlatan Ibrahimovic, ambacho kitabu hicho kilifanikiwa kuuza nakala zaidi ya milioni 1. Na kitabu cha pili ni I am Football, akiwa na maana kwamba mimi ni soka, ambavyo vimepata umaarufu mkubwa na kuonyesha maisha yake ya nje ya uwanja. Vitabu hivi vimefichua undani wa fikra zake na hisia zake za ndani, vikiwapa mashabiki fursa ya kumfahamu zaidi ya kila alichokionyesha uwanjani. Maneno yake ya kujigamba na ya kuchekesha yamekuwa maarufu sana na yamekuwa yakitumika kama memes ama meme kwenye mitandao ya kijamii. Kwa mfano, alipoulizwa nini angekumbuka zaidi kutoka kwenye kombe la dunia, alijibu, "Nisingeweza kukumbuka kombe la dunia bila mimi. Nani angeweza kuwa na roho ya kucheza kombe la dunia bila mimi? Hilo kombe la dunia lingekuwa bovu kama Zlatan asingekuwepo. Walinibeza, lakini hawakujua mimi ni nani." Maneno haya yamekuwa sehemu ya utamaduni wa mpira wa miguu na yamekuwa yakitumika sana na mashabiki kuelezea baadhi ya matukio yanayotokea katika soka. Zlatan ni mfano wa kujitegemea na kutokata tamaa. Alikuwa kwenye mazingira magumu, lakini hakuruhusu hilo litokee, wala alizuia ndoto zake za kuwa mchezaji wa soka wa kimataifa. Kila mara amesisitiza umuhimu wa kujituma na kupambana hadi tone la mwisho. Mapenzi yake kwa familia ndiyo nguzo yake ya siri. Licha ya picha yake ya nje ya uwanja ya mtu mgumu, Zlatan ana mapenzi makubwa kwa familia yake. Mke wake Helena Suga na watoto wake wawili wa kiume, Maximilian na Vincent, mara nyingi amesisitiza kuwa familia ndiyo kipaumbele chake, kipaumbele cha kwanza na ndio nguzo yake ya mafanikio. Zlatan ana akili ya kibiashara na amejua jinsi ya kujitengenezea pesa nyingi nje ya uwanja. Ametumia jina lake na haiba yake kujenga himaya ya kibiashara, akitangaza bidhaa mbalimbali kuanzia chapa yake ya nguo ya AZ Sportswear na hata kuingia kwenye tasnia ya filamu. Yeye ni brandi yeye mwenyewe na anajua thamani yake, akimshawishi kila mwekezaji. Sasa tuangazie mafanikio yake katika soka, toka alipoanza kulitumikia soka hadi alipostaafu.
Zlatan ameshinda mataji mengi kwenye taaluma yake, akiwa mmoja wa wachezaji wachache waliowahi kushinda mataji katika ligi 4 tofauti za Ulaya: Uholanzi, Italia, Ufaransa na Uingereza. Hii inaonyesha uwezo wake wa kuzoea na kufanikiwa katika ligi tofauti zenye mitindo tofauti ya uchezaji. Tukianza na mataji ya ligi kuu, amefanikiwa kutwaa taji la ligi kuu ya Uholanzi mara 2 akiwa na Ajax mwaka 2001 hadi 2002 na katika msimu wa mwaka 2003 hadi 2004. Lakini pia katika Serie A ya Italy ametwaa mara 5, mara 3 akiwa na Inter Milan, mara 2 akiwa na AC Milan. Katika La Liga ya Hispania ametwaa mara 1 akiwa na Barcelona. Hiyo ilikuwa ni msimu wa mwaka 2009 hadi 2010. Mataji mengine ya muhimu ya klabu ni pamoja na KNVB Cup ya Uholanzi ambao alitwaa mara 1 akiwa na Ajax mwaka 2002. Lakini pia Johan Cruyff Shield, kombe la Uholanzi hili, alilitwaa mara 1 akiwa na Ajax mwaka huo huo 2002. Lakini pia kuna kombe la Supercoppa Italia la Italia ambalo alitwaa mara 3, mara 2 akiwa na Inter Milan na mara 1 akiwa na AC Milan. Kombe la Copa del Rey la Hispania alitwaa mara 1 akiwa na Barcelona. UEFA Super Cup alitwaa mara 1 akiwa na Barcelona mwaka 2009. Lakini kuna FIFA Club World Cup ambao pia alitwaa mara 1 akiwa na Barcelona. Copa del Rey ya Ufaransa alitwaa mara 3 akiwa na Paris Saint-Germain PSG. Nyingine ni Coupe de France ya Ufaransa ambayo alitwaa mara 2 akiwa na PSG. Nyingine ni FA Community Shield ya Uingereza ambayo alitwaa mara 1 akiwa na Manchester United mwaka 2016. Kuna EFL ya Uingereza alitwaa mara 1 akiwa na Manchester United mwaka 2016-2017. Kuna UEFA Europa League ya Uingereza nayo alitwaa akiwa na Manchester United mwaka 2016-2017. Hili lilikuwa taji lake kubwa la Europa kwake, akionyesha kuwa ana uwezo wa kushinda kila kitu. Tuangazie tuzo zake binafsi. Ana tuzo ya Guldbollen ya mchezaji bora wa Sweden mara 12, rekodi ambayo hadi sasa haijavunjwa na mtu yeyote. Huu ni ushuhuda wa ubora wake wa kudumu na utawala wake nchini mwake, akishinda tuzo hii karibu kila mwaka. Ana tuzo ya Serie A top scorer mara 3. Ana tuzo ya Ligue 1 top scorer mara 3. Ana Puskas Award bao bora la mwaka 2013, ikiwa ni bao lake la ajabu la bicycle kick aliloshinda dhidi ya Uingereza. Licha ya mafanikio yake makubwa, Zlatan amekutana na changamoto kadhaa katika maisha yake ya soka ambazo zingeweza kumvunja moyo mtu mwingine, lakini yeye aliendelea kusimama imara. Majeraha makubwa ya goti yalimsumbua sana, hasa pale alipopata nafasi ya kujiunga na Manchester United, yakimweka nje ya uwanja kwa muda mrefu sana na kutishia kumaliza karia yake. Wengi walitarajia atastaafu baada ya majeraha hayo, lakini Zlatan aliibuka kwa ujasiri na kutoa kauli ya ukaidi: simruhusu mtu yeyote kuniambia kile ambacho siwezi kufanya. Mimi ndiye ninaamua nini kinawezekana na nini kisichowezekana. Hata madaktari walishangaa niliporudi, hawakuwahi kuona kitu kama hicho. Mimi si binadamu wa kawaida, mimi ni Zlatan. Na kweli alirejea na kuendelea kupiga boli katika kiwango cha juu, akishangaza wataalamu na mashabiki. Lakini pia licha ya kucheza kwenye timu nyingi kubwa na kubeba makombe mengi, Zlatan hajawahi kufanikiwa kushinda ligi ya mabingwa Ulaya, jambo ambalo limekuwa doa kidogo kwenye rekodi zake za mafanikio. Hata hivyo, mara nyingi amepuuza umuhimu wa taji hilo, akisisitiza kuwa thamani yake haipimwi na taji moja, bali ni uwezo wake wa kubadilisha timu na kuleta furaha kwa mashabiki. Alisema, sihitaji UEFA Champions League kunifanya niwe mkubwa. Mimi tayari ni mkubwa kuliko ligi ya mabingwa. Nina mataji mengi kuliko wachezaji wengi walioshinda ligi ya mabingwa, na nimecheza katika kiwango cha juu kwa miaka mingi. Hivyo hiyo ndiyo UEFA Champions League yangu. Licha ya kuwa na rekodi nzuri za mabao kwa timu yake ya Sweden, yeye ndiye mfungaji bora wa muda wote. Sweden haijawahi kufanya vizuri sana kwenye mashindano makubwa ya kimataifa wakati wake. Hii ilikuwa ni changamoto kubwa kwake, akijaribu kupambana kufikia ngazi ya juu ya mafanikio kimataifa. Lakini bado alijitahidi kuwakilisha nchi yake kwa heshima, akijua bila yeye timu haifiki mbali. Bila shaka Zlatan Ibrahimovic ni zaidi ya mwanasoka mahiri. Ni kielelezo cha uzito katika ulimwengu wa soka, kuanzia mabao yake ya kustaajabisha ya bicycle kick hadi kauli zake za kujigamba zinazotafsiriwa kama kiburi na ujasiri. Amejenga himaya yake mwenyewe,
Urithi wake haupimwi kwa wingi wa mataji aliyoshinda au idadi ya klabu kubwa alizocheza, bali pia kwa kumbukumbu alizoziacha mioyoni mwa mashabiki na akilini mwa wapinzani. Zlatan alikuwa na bado ni mchezaji anayepaswa kuendelea kuenziwa na kujifunza mengi mazuri kutoka kwake, hususan ujasiri wake na kujiamini. Maana katika dunia ya sasa, usipojiamini na kuwa jasiri, hakuna atakayekuamini wala kukupa nafasi. Zlatan Ibrahimovic ni mfano wa kuigwa kwa wachezaji chipukizi. Kama hutopenda uchezaji wake, basi utapenda ujasiri wake, ama utapenda ushupavu wake, au utamchukia kwa maneno yake makali. Lakini jambo moja ambalo hauwezi kulipinga ni kuwa hajawahi kuwa mchezaji wa kawaida. Sasa tuimalize stori yetu kwa nukuu kuu mbili kutoka katika moja ya maongezi yake. Na nukuu: maisha ni magumu, mimi yananipenda kwa sababu ni mgumu, na mpira wa miguu ni kama maisha, una magumu yake, lakini unapata nafasi ya kujithibitisha. Hebu tumalize na hii: sitaki kuwa sehemu ya historia, nataka kuwa historia. Naam, hadi hapa tumefikia mwisho wa simulizi yetu ya Zlatan Ibrahimovic. Ni yepi ambao umejifunza kuhusiana na historia yake, kuanzia pale alipokuwa mtaani kwake Losgard hadi kuwa moja ya nyota wakubwa katika soka? Niandike hapo chini kwenye comment. Lakini pia unaweza kunikumbusha matukio gani ambayo unayakumbuka kuhusiana na mchezaji huyu. Sawa? Pamoja na yote, ni kuombe kusubscribe YouTube channel yetu ya Dino Television, lakini pia kutufollow katika mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook na TikTok. Tunapatikana kwa jina moja tu, Dino Television. Mimi ni Mr. Voltage na hii ni Dino Television.